Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linachunguza matukio ya vifo vilivyotokea kwa njia ya maji kutokana na athari za mvua zinazoendelea. Matukio hayo yametokea kwa nyakati tofauti katika wilaya ya Mvomero, Kilombero na Malinyi, ambapo jumla ya watu wawili wamekufa kwa maji na mmoja bado anaendelea kutafutwa baada ya kuwa amesombwa na maji. Moja kati ya matukio hayo limetokea Aprili 22, 25 majira ya jioni au usiku, eneo la Soweto Village Hotel iliyopo wilaya ya Mvomero. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Vines Joram Paulo, huyu ana umri wa miaka 37, ni mtaalamu wa maabara chuo kikuu Mzumbe, mkazi wa Kasanga, alikufa maji wakati akiogelea kwenye bwawa lililopo hotelini hapo. Awali marehemu alifika kwenye hoteli hiyo kwa ajili ya starehe zake, lakini aliamua kuogelea na akazidiwa na maji. Aliopolewa kutoka ndani ya bwawa hilo na kukimbizwa hospitalini ambapo ilibainika kwamba alikuwa amekwisha fariki. Katika tukio lingine huko kijiji cha Ikule, kata ya Utengule, wilaya ya Kilombero, mnamo tarehe 23 mwezi huu 2025 jioni, mtoto aitwaye Nuela Bahati mwenye umri wa miaka 2, yeye alikufa maji baada ya kutumbukia kwenye dimbwi lililojaa maji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Huyu mtoto alikuwa anacheza kwenye dimbwi hilo jirani na makazi yao, na hilo dimbwi lilikuwa limejaa maji, basi akamedumbukia. Aidha, huko katika kijiji cha Misegese, kata ya Malinyi, wilaya ya Malinyi, Abdu Mustafa Mpanda, yeye yule ana umri wa miaka 52, ni mkazi wa Misegese. Yeye alisombwa na maji akiwa anajaribu kuvuka kwenye daraja lililojaa maji. Mtu huyu bado hajapatikana na watu wanaendelea kumtafuta pale ili waweze kumuokoa. Tunatoa wito kwa wananchi kuwa na tahadhari, hasa katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea, kuangalia usalama wao na usalama wa watoto ili kuepusha maafa yanayotokana na madhara ya maji. Asante. Afande, labda kwenye hii tukio la Soweto hapo, labda kwa uchunguzi wa awali, labda sababu ni nini? Maana kama kuogelea watu wanaendaga pale kuogelea, labda huyu mtu alikuwa na matatizo au labda imekuaje? Nimesema uchunguzi wa eneo la tukio, marehemu alikwenda pale kwa starehe zake. Kwa hiyo kwenye starehe kuna mambo mengi. Kwa hiyo tunachokiona sisi ni kwamba baada ya kuwa amestareheka, ameingia kwenye bwawa, amevua nguo, amebakia na nguo za kuogelea, ameenda kufanya ameogelea. Lakini marehemu sio mtaalamu wa kufanya uogeleaji. Kwa hiyo inawezekana kulikuwa na vichocheo, hivyo hatujaweza kuliconfirm. Lakini tunachonikiona kwamba alienda kwenye starehe zake kama kawaida. Na ameomba msaada, ametapatapa. Wamemsaidia, wamempeleka hospitalini na baadaye imebainika amefariki. Kwa hiyo kikubwa tu sisi tunachoweza confirm ni kwamba amekufa kwa maji. Miaka 80 ya ujenzi wa jamii yenye afya bora. Ni maadhimisho ya miaka 80 ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, huduma bora ni kipaumbele chetu.